Afro Nation limetangazwa rasmi litafanyika Portugal. Afro Nation huwa inafanyika katika sehemu mbili ndani ya miaka kadhaa. Afro Nation inafanyika Marekani, inafanyika na Ureno. Sasa hii ya Portugal inafanyika Julai 3 mpaka Julai 5 katika sehemu inaitwa Portimao, Portugal, na inafanyika siku 3. Story kubwa ni kwamba hakuna msanii yoyote kutoka Tanzania. Mara nyingi huwa tunamwona Diamond anaperform pale. Sasa awamu hii wametokea wasanii wawili kutoka Afrika Mashariki. Siku ya Ijumaa Burna Boy na Tyla watapanda stejini kwenye tamasha la Afro Nation ambalo litafanyika Julai 3 Ureno. Kuna wasanii wengi ambao watakuwepo kwenye jukwaa la Afro Nation ambao ni phase ya kwanza. Then phase ya pili msanii mkubwa atakuwa ni Ashake. Ashake ataperform, lakini pia wengine ambao wataperform atakuwepo Awilo Longomba, Bien, kuna Dako, kuna ambao wengi wanamfahamu, nitaje wanaomfahamu, Joshua Baraka, lakini pia atakuwepo Mavo. Then siku ya Jumapili ataperform Wizkid. Wizkid ndo main character kwenye siku ya mwisho ya kufunga. Watakopo wasanii wengi wa amapiano akina Focalistic na wengine, lakini wageni special guest atakuwepo Guna pamoja na Kaylan. Atakuwepo DJ wa Wizkid tunamfahamu Skyler Tyler ambaye amefanya ngoma na Diamond well know. Atakuwepo Daliwonga ataperform siku ya mwisho. Story ambayo ipo ni kwamba Afrika Mashariki nao wanaenda Baraka Joshua pamoja na BN, na Tanzania hatujabahatika kupata msanii yoyote kutoka Tanzania, si ndio? Sasa ni issue ambayo sisi tulikuwa tunazungumza, faida ya kuwa na wasanii wengi ambao wanafanya vizuri kwenye soko la kimataifa. Faida yake moja ndio hii hapa. Kama kuna msanii hajaperform vizuri au hajafanya vizuri kimuziki international wise, manake lazima atokee mwingine ambaye ana uwezo wa kubackup. Na sasa hivi tumeona mtu kama Juma Jux, tumemwona labda Rayvanny, ndio ambao Diamond kama hajafanya vizuri kwa muda huo kwenye mwaka, wao ndio waga wanaenda kurepresent kwenye upande wa kimataifa. Sasa awamu hii hayupo Diamond, hayupo Jux, wala hayupo Rayvanny. Hii ni kwa mara ya pili. Mwaka jana hatukubahatika msanii yoyote kutoka Tanzania kwenda kuperform Afro Nation, ingawa Sauti Sol walienda, ambao walienda kuperform ile ya Marekani. Sasa huenda labda Bongo Flava kwenye upande wa soko la kimataifa, ushindani kimataifa, huenda kuna namna moja imekosa ushawishi, au msanii ambaye sisi ndo tulikuwa tunamtegemea akaperform kule, labda mwaka huo hajafanya vizuri, basi hatuwezi kupata msanii mwingine ambaye ana uwezo wa kwenda kutuwakilisha kimataifa. Hiyo ni kitu ambacho sisi kama wadau wa muziki wa Bongo Flava tutakuwa tujiulize. Kama Diamond akiamua sifanye muziki mwaka huu, manake nje hatuna mtu ambaye anaweza kwenda kutuwakilisha.